Bwana Yesu asifiwe, mwana wa Mungu. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe mpaka kule nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe maishani mwako. Bwana Yesu asifiwe kazini kwako. Bwana Yesu asifiwe kwa watoto wako. Bwana Yesu asifiwe kwa kila hatua yako. Acha Yesu ajulikane kuwa ni Mungu kwenye maisha yako. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu liinuliwe maishani mwako. Jina la Yesu lithibitishwe kwenye maisha yako. Ni asubuhi nyingine nzuri ya baraka ambayo Mungu ametupa. Ni wakati ambao Mungu ameuchagua kwa ajili yetu. Mwandishi wa Wafilipi sura ya 4 mstari wa 19 anasema, na Mungu wangu awajazeni kila mnachokihitaji kwa kadri ya utajiri wake katika utukufu ndani yake Kristo. Mwandishi wa Hesabu sura ya 6 mstari wa 24 hadi 26 anasema, Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie nuru ya uso wake na kukuhifadhi. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Lakini pia mwandishi wa Waefeso sura ya 1 mstari wa 3 anasema, atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho. Biblia inaendelea kuzungumza pia katika kitabu cha Mithali sura ya 16 mstari wa 7 inasema, njia za mtu zinapompendeza Mungu humfanya hata adui zake wakae naye kwa amani. Bwana Yesu asifiwe. Ni Biblia inayozungumza juu ya watu walio na Mungu, watu wanaokubaliwa na Mungu, watu ambao wamechagua kuwa familia ya Mungu, jinsi ambavyo Mungu huwa ni mwaminifu kwao. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anazungumza kwa uwazi kwamba ikiwa tutamchagua Mungu, yeye atakuwa ni baba kwenye maisha yetu. Yeye atakuwa ni mkombozi kwenye maisha yetu. Yeye atakuwa ni Bwana katika maisha yetu. Yeye atasimama mbele yetu wakati wote, kwa sababu tumemchagua yeye aliye wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Biblia inaendelea kuzungumza, inasema yale mambo ambayo macho ya mwanadamu hayajawahi kuona, masikio ya mwanadamu hayakuwahi kusikia, moyo wa mwanadamu haukuwahi kufikiria, anasema mambo haya anaenda kuyafunua kwa wale wampendao. Ikiwa unaweza ukasimama asubuhi ya leo kumwabudu Mungu kabla kitu chochote, hakika unathibitisha ni namna gani unauhitaji uwepo wa Mungu katika maisha yako. Na unapoianza siku ya leo, ni siku ambayo Bwana ameifanya, na ameifanya kwa ajili yako. Ndio maana unaishi, ndio maana hujaishia jana, ndio maana haujakoma jana. Ni kwa sababu Mungu ana jambo jipya kwenye maisha yako. Hebu inua sauti, sema, Bwana Yesu, asante kwa ajili ya siku ya leo. Ninakushukuru Mfalme kwa kunipa siku nyingine ya baraka, kwa kunifanya niwe hai katika nchi. Asante kwa uaminifu wako wa kipekee ambao umekuwa juu ya maisha yangu. Mungu usiyeniacha na kuendelea kunipa jukumu la kuishi katika pendo lako Bwana. Asante kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa ajili ya siku ya leo. Nami katika jina la Yesu ninaibariki siku ya leo. Ninabariki masaa ya siku ya leo. Ninabariki dakika za siku ya leo. Ninabariki sekunde za siku ya leo. Siku ya leo ninaibariki. Siku ya leo ninaibariki. Hebu anza kuibariki siku ya leo. Sema, nabariki siku ya leo ninapokwenda kazini. Ninabariki siku ya leo ninapokwenda kwenye biashara. Ninabariki siku ya leo kokote nitakapokuwepo. Ninaibariki siku ya leo kwa ajili ya watoto wangu. Ninaibariki siku ya leo kwa ajili ya kila mtu ambaye ni mpendwa wangu, katika jina la Yesu. Ibariki siku ya leo. Ibariki siku ya leo. Sema, nakubariki siku ya leo. Biblia inatufundisha watu waliobarikiwa na Bwana, laana za shetani haziwezi kuwa juu yao. Watu waliobarikiwa na Bwana hawawezi kushindwa na uovu, hawawezi kushindwa na uharibifu. Hebu ibariki siku ya leo kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kumbuka Biblia inachozungumza juu yako
Kumbuka Biblia inachozungumza juu yako. Umefanywa kuwa mrithi wa ahadi za Mungu. Unaweza kusimama na kutamka kama Yesu angetamka sasa. Hebu ibariki siku ya leo. Ibariki siku ya leo. Ondoa misukosuko siku ya leo. Ondoa mifarakano siku ya leo. Ondoa kushindwa siku ya leo. Ondoa maumivu siku ya leo. Ondoa mabaya siku ya leo. Sema, siku ya leo ninakubariki. Utazaa utukufu wa Mungu. Utazaa matunda mema, utazaa ubora, utazaa amani, utazaa ushindi, utazaa jambo jipya. Nitakumbukwa na Bwana siku ya leo. Nitaguswa na Bwana siku ya leo. Nitakumbukwa na walionisahau siku ya leo. Nitaitwa heri, nitaitwa anayefaa. Nitakumbukwa popote nitakapokuwepo. Ninakubariki siku ya leo kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Ninabariki vipengele vyote vya siku ya leo. Inua sauti na uombe. Katika jina la Yesu, ninaibariki siku ya leo kwa kila anayemwamini Mungu. Ninaibariki siku ya leo kwa kila aliye mahali hapa. Ninaibariki siku ya leo kwa kila anayenisikiliza na kunitazama. Katika jina la Yesu, ninaifanya kuwa siku ya kipekee ambayo imechaguliwa na Mungu kwa ajili yako. Naibariki siku ya leo kwa ajili ya kukutana na watu wazuri kwenye maisha yako. Naibariki siku ya leo iwe ni siku ya kukumbukwa katika jina la Yesu. Naibariki siku ya leo iwe siku yako ya kushinda katika jina la Yesu. Naibariki siku ya leo iwe ni siku ya uzima wa Mungu kuanza upya ndani yako. Iwe ni siku ya ushuhuda, iwe ni siku ya mema ya Mungu kutimia katika maisha yako. Ninaibariki siku ya leo kwa ajili ya watoto wako. Ninaibariki siku ya leo, ninaongea na watoto wako. Itakuwa siku ya historia mpya kuandikwa kwa ajili yao. Itakuwa ni siku ya rehema na neema za Mungu kuzungumza juu yao. Ninaibariki siku ya leo, ninaibariki siku ya leo katika jina la Yesu. Ninatangaza hii ni siku aliyoifanya Bwana ili uifurahie. Uifurahie kwenye ndoa yako, uifurahie kazini kwako, uifurahie kwenye maono yako, uifurahie kwenye mradi wako katika jina la Yesu. Acha iwe ni siku ya kudhihirisha ya kwa Mungu ameifanya kwa ajili yako. Ninakubariki kwenye kampuni yako, ninakubariki kazini kwako, ninakubariki mahali popote utakapokanyaga, ninakubariki kokote utakako kwenda, ninakubariki kokote utakako ingia. Ninakubariki katika kila unaloenda kulifanya siku ya leo, likawe la kufanikiwa. Acha iwe ni siku ambayo Bwana ameifanya kwa ajili yako katika jina la Yesu. Pigia Yesu makofi. Inua sauti, sema, kwa jina la Yesu, kila mpango wa adui siku ya leo ninauondoa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, kila mpango wa adui ninakuondoa siku ya leo. Kila alichokipanga adui ninakiondoa siku ya leo katika jina la Yesu. Hebu nisikilize. Mambo mengi yanatokea kwa sababu adui anataka kukuzuia usiende kule unakotaka kwenda. Biblia inasema Yesu alipokuwa anavuka kwenda ng'ambo ya Wagerasi, akiwa katikati ya bahari, ukaanza kuzuka upepo wa ajabu. Biblia inasema Yesu wakati amelala, mtumbwi ukawa unapigwa na mawimbi ya ajabu. Wanafunzi walikuwa, baadhi yao walikuwa ni wataalamu wa uvuvi, wanahangaika kutoa maji kwenye mtumbwi. Baadaye wanaenda kumwamsha Yesu, wanasema, njoo tusaidie, huku tunakufa. Kwa nini unalala wakati wa mauti? Biblia inasema Yesu alipoamka akaukemea ule upepo. Lakini kitu cha ajabu ambacho unakuja kukigundua, alipovuka tu anakutana na yule kichaa aliyekuwa na mapepo mengi ndani yake. Nini kilikuwa kinaendelea? Yale mapepo yalikuwa yanamzuia Yesu asifike kule. Kuna mahali shetani huwa anakuzuia usifike. Anatengeneza tatizo leo, anatengeneza tatizo leo. Hebu sema, kila mpango wa shetani kunizuia, kila mpango wa shetani kukamata hatua zangu, kila mpango wa shetani kukamata uzao wangu, kila mpango wa shetani kukamata kesho yangu, katika jina la Yesu, ninasimama asubuhi ya leo mbele za Bwana Mungu wa majeshi kufuta. Ninafuta kila kilichoandaliwa na shetani kitokee leo. Ninakifuta kila kilichoandaliwa na wachawi. Ninakifuta kila kilichoandaliwa na waganga wa kienyeji. Ninakifuta
Kila kilichoandaliwa kwenye kila madhabahu ya shetani ninakifuta. Chochote nilichoota ambacho utimilifu wake ulikuwa ni siku ya leo, mimi ninakifuta katika jina la Yesu. Hebu sema, kila siri iliyowekwa na shetani kuinua kifo cha ghafla, kuinua ugonjwa wa ghafla, kuinua mabaya ya ghafla, kuinua anguko la ghafla, katika jina la Yesu, hiyo siri ninaifichua katika jina la Yesu. Kila ugonjwa uliowekwa ndani yangu kwa siri, ambao unasubiri uniharibu ndipo uthibitike nisiweze kutibiwa, ugonjwa huu ninaufuta katika jina la Yesu. Sema, ninasimama kwenye mlima wa Bwana kuharibu mfumo wote, mwenendo wote wa nguvu za giza katika maisha yangu, katika jina la Yesu. Angalia Biblia inachozungumza, inasema mpingeni shetani na atafanya nini? Unajua maana ya kumpinga? Ni kumkemea, kukemea. Mkatae, mwambie hapana, hapa sio mahali pako, hii sio nafasi yako, hutakiwi kusimama hapa, hapa nimechaguliwa na Bwana. Hebu inua sauti, hebu inua sauti, anza kufuta mipango ya shetani, anza kufuta mipango ya shetani. Kila mpango wa siri, kila mpango wa uharibifu, kila mpango wa mabaya, tangaza, tangaza. Yesu anazungumza na wewe asubuhi ya leo. Yuko tayari kutenda kazi ndani yako. Neno lako nalo litamka. Kuna nguvu ndani ya maneno yako, nguvu ndani ya maneno yako. Tamka kama Yesu alivyotamka juu ya huo upepo. Tamka asubuhi ya leo, tamka asubuhi ya leo, tamka asubuhi ya leo, tamka asubuhi ya leo. Kila vita ambayo imewekwa mbele yako kuzuia hatua inayofuata, katika jina la Yesu, asubuhi ya leo ninaifuta katika jina la Yesu. Kila ugonjwa ulioletwa kukuzuia usifikie hatua nyingine, kukuzuia usikubarike, kukuzuia usikutane na watu wazuri, huo ugonjwa na ukemea uondoke ndani yako. Kila tatizo ambalo adui amelipanda ndani yako kwa siri, asubuhi ya leo ninaliondoa katika jina la Yesu. Kemea mpango wa uovu, kemea mpango wa uovu, kemea kila mpango wa uovu, kila kilichokusudiwa na shetani, kila kilichopangwa na shetani kisitimie katika maisha yako. Tangaza katika jina la Yesu. Fumo wa ajali ninauondoa, fumo wa ugonjwa ninauondoa, fumo wa aibu ninauondoa, fumo wa anguko ninauondoa, fumo wa wizi ninauondoa katika jina la Yesu. Kila mpango wa kunirudisha nyuma, kila mpango wa kunyamazisha furaha yangu, kila mpango wa kuharibu uchumi wangu, kila mpango wa mimi kumaliza vibaya, kila mpango wa kuondoa maisha yangu, katika jina la Yesu leo ninaufuta, leo ninauondolea mbali hao walioandaliwa na shetani kunidhibiti mimi, kuondoa furaha yangu, kuhakikisha narudi nyuma, kuhakikisha ninaanguka. Asubuhi ya leo ninauondoa uwezo wao na mamlaka yao juu yangu na juu ya watoto wangu na juu ya wapendwa wangu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hebu inua mikono yako juu. Sema, natangaza ulinzi wa Mungu juu yangu na watoto wangu. Natangaza ulinzi wa Mungu juu yangu na juu ya wapendwa wangu. Mabaya hayatanipata, uovu hautanipata katika jina la Yesu. Hebu nisikilize, nani anamwamini Yesu hapa? Nani anajua Yesu ni mwana wa Mungu? Nani anayejua Yesu anaweza kila kitu? Sikiliza Yesu anachokuambia. Anasema, ninakupa ufunguo. Utakachokifungua kitafunguliwa, utakachokifunga kitafungwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anaendelea anasema, hata marango ya kuzimu mtu kama wewe hayatakushinda. Kuna kitu unanielewa? Narudia, hata marango ya kuzimu hayatafanya nini? Hayatakushinda. Kuna mtu unanielewa? Hebu sema, kwa jina la Yesu natangaza ulinzi wa kimungu. Natangaza ulinzi wa kimungu. Ajali hazitanipata, mabaya hayatanipata, magonjwa hayatanipata.
kifo hakitatokea nyumbani kwangu katika jina la Yesu. Ninatangaza siku ya leo, habari mbaya hazitasomwa, habari mbaya hazitatimia katika jina la Yesu. Kila tatizo ambalo limeandaliwa halitanipata. Mimi nitakuwa katika Gosheni ya Bwana. Mabaya hayatanipata katika jina la Yesu. Sema, mimi ni wa Kristo, sitakiwi kuguswa na uovu, nami ninakataa mabaya hayo kunikaribia kwa sababu ya agano la msalaba. Hebu tangaza ulinzi kwenye maisha yako. Omba. Tangaza ulinzi kwenye maisha yako. Tangaza ulinzi kwa watoto wako. Sema, watoto wangu watakapopanda magari kwenda shuleni, watakaposafiri kwenda kokote, ninazuia ajali. Hazitatokea kwenye hayo magari, hazitatokea kwenye hizo pikipiki, hazitatokea mbele yao wala nyuma yao. Ninawafunika kwa damu ya Yesu. Ninawafunika kwa damu ya Yesu. Ninawafunika kwa damu ya Yesu. Ninaondoa mifumo ya magonjwa kwao. Ninaondoa mfumo wa tauni kwao. Ninaondoa mfumo wa uharibifu kwao. Ninaondoa mfumo wa kushindwa kwao. Ninaondoa mfumo wa anguko kwao katika jina la Yesu. Ninajifunika kwa damu ya Yesu, kuzuia kila hatari, kuzuia kila uovu, kuzuia kila uharibifu. Hautanipata mimi wala hautatokea juu yangu katika jina la Yesu. Mipango ya uovu haitanipata mimi, kama ilivyokuwa wakati ule wa Misri. Mabaya yalipotokea katika nchi, Gosheni ilibaki salama. Nami natangaza kwa ajili yangu na kwa ajili ya wapendwa wangu, mabaya hayatatupata sisi wala hayatatukaribia kwa sababu ya jina la Yesu wa Nazareti. Sisi sio wa ulimwengu huu, bali ni wa ule ujao, ambao Kristo ndio Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Nami ninatangaza ulinzi wa kimungu, ulinzi wa kimungu. Ajali hazitanipata. Ninaamuru nitakapokuwepo, mabaya hayatatokea katika jina la Yesu. Niko katika mlima wa Bwana, nami ninatangaza katika jina la Yesu juu ya vipengele vyote vya siku ya leo, ya kwa huo uovu hautanipata, matukio mabaya hayatanipata, athari zote za dunia hazitanipata, mifumo yote ya siasa haitanigusa. Nitakuwa salama mimi na watu wa nyumbani kwangu. Sitakuwa kafara, sitakuwa kafara, sitakuwa sadaka katika jina la Yesu. Ninajiondoa kwenye mipango ya uovu. Inua sauti na uombe, inua sauti na uombe katika jina la Yesu. Wewe unayemwamini Mungu asubuhi ya leo na umesimama mbele za Bwana kwa imani, mimi ninatangaza juu yako, natangaza ulinzi wa kimungu juu yako. Natangaza jeshi la Bwana likuzingile wewe juu ya kila uharibifu ambao ungekuja kwenye maisha yako, ambao ungekuja kwa watoto wako, ambao ungekuja kwa wapendwa wako. Jeshi la Bwana likuzingile kuanzia asubuhi ya leo. Hatua zako zilindwe na Bwana, hatua zako ziongozwe na Bwana. Mitego ya adui haitakamata miguu yako. Mitego ya adui haitakamata fikra yako. Mitego ya adui haitakamata wapendwa wako katika jina la Yesu. Mimi ninakuombea, pokea ulinzi wa kimungu. Kila kinachotakiwa kutokea kwenye maisha yako na adui ametarget kukiharibu, natangaza mitego yake haitatimia kwako, na kila ulimi utakaoinuka juu yako utahukumu kimakosa. Hautafanikiwa kunena sawasawa na laana zile katika jina la Yesu. Ninakuzingira kwa uwepo wa Mungu asubuhi ya leo. Ninakuzingira kwa uwepo wa Mungu asubuhi ya leo. Utalindwa na Bwana, utaongozwa na Bwana, na waona watu walio salama, ambao habari mbaya hazitatokea kwao, ambao magonjwa hayatatokea kwao, ambao watakuwa na ushuhuda wa Mungu ya kuwa ametulinda na uharibifu huo, ametulinda na mabaya hayo katika jina la Yesu wa Nazareti. Mshangilie Bwana. Nataka nikwambie kitu kimoja. Kama Mungu hatatulinda hata hatua moja, tutaangamia. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anasema hivi, usiwatoe ulimwenguni humu, lakini uwalinde na yule. Kumbe yupo Yaani Yesu anajua unapokuwa wa Kristo, moja ya kitu ambacho shetani anapambana na wewe ni kuhakikisha anakusambaratisha. Na ndio maana watu wengi tunapookoka uchumi unapigwa.
biashara inapigwa, watu wazuri wanapigwa. Unashangaa mbona mambo yanaanza kuharibika. Ngoja nikwambie, shetani huwa hataki mafanikio ya watu ambao hayajatokana na yeye. Yaani shetani anataka akupe ili aendelee kukukomesha. Kuna kitu unanielewa? Shetani anataka awape watoto akili ili baadaye wafanye kuwa walevi. Anataka awape maarifa ili baadaye aanze kuwafanya kuwa mashoga. Na ndio maana unaona watu wenye uwezo mkubwa wote wako mikononi mwa shetani. Shetani ndio anachokitaka. Hataki watu wenye Mungu waweze kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na wala lazima ujue. Paulo anasema hivi, maana kushindana kwetu. Kuna kitu unanielewa Kumbe huwa kuna kitu tunakishindania. Hebu sema, kwa jina la Yesu, siku ya leo nasimama kama mtu wa Mungu kutamka kufanikiwa, kustawi, kuendelea katika kila kazi nitakayoifanya siku ya leo kwa jina la Yesu. Ninaamuru kila mlima mbele yangu uwe tambarale kwa jina la Yesu. Ninaamuru kila bonde lisawazishwe kwa jina la Yesu. Magonjwa ya kurithi, magonjwa yasiyosikia dawa za daktari, magonjwa ya mabaya ya ulimwengu hayatanipata mimi na hayataendelea kwenye mfumo wangu wa mwili katika jina la Yesu. Chochote ambacho shetani amesema ndio kushindwa kwangu, leo ninakiondoa katika jina la Yesu. Hebu sikiliza, Yesu anasema hivi, wewe ni mwana wa Mungu. Unanielewa Wewe ni mwana. Kama ni mwana wa Mungu, jiwe hili unaweza ukaliambia likawa mkate. Kuna kitu unanielewa Kama ni mwana wa Mungu, hata ukijirusha huwezi kuumia. Shetani anajua walio wa Mungu wana nguvu na hawadhibitishwi. Wana nguvu na hawakamatwi. Wana nguvu na hawashindwi. Sasa nikuulize, hivi unajua na wewe ni giant la kiroho? Bwana Yesu asifiwe. Nilikwambia hivi, Sauli alitiwa mafuta na Samueli nabii. Daudi akatiwa mafuta na Samueli nabii. Yaani profeti mmoja, Mungu mmoja, mafuta yale yale na pembe ile ile na ibada ile ile. Lakini wakati wa vita, Sauli yuko kwenye hema amejificha, Daudi yuko mbele ya Goliati. Nataka nikwambie, walokole wengine wanaweza wakawa wameshindwa, sio shida. Usiwe wewe katika jina la Yesu. Walokole wengine wanaweza wakawa wamekufa, usiwe wewe katika jina la Yesu. Hata Yesu anawaliambia kanisa la Efeso, ninajua, unaweza asifiwe, najua wengine wameuawa hapo mahali akapo shetani. Usiwe wewe. Hebu sema, mimi ni mtu wa Mungu, sitazuiliwa, sitakamatwa na mfumo wa ulimwengu na mfumo wa kishetani. Hebu inua sauti uombe. Omba kama mtu wa Mungu. Jiamini kutoka ndani. Naamini kwamba unamkabili shetani katika kazi zake. Mwambie, katika jina la Yesu nasimama kama mtu wa Mungu kuamuru mfumo wako kuhama kwenye maisha yangu, kuhama kwa watoto wangu, kuhama kwa maono yangu. Hebu omba kama mtu wa Mungu. Hebu inua sauti kama mtu wa Mungu. Inua sauti kama mtu wa Mungu. Tangaza kama mtu mwenye Mungu. Tangazia siku ya leo kama mtu mwenye Mungu. Neema itakuwa juu yako. Rehema zitakuwa juu yako. Inua sauti na uombe. Inua sauti na uombe. Simama kama mtu wa Mungu. Inuka kama mtu wa Mungu. Shinda kama mtu wa Mungu. Katika jina la Yesu. Mpigie Bwana Yesu makofi. Hebu kaa kidogo. Kaa kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nizungumze na wewe kwa habari ya jinsi ya kuitumia damu ya Yesu kama silaha yako ya vita. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi ya kuitumia damu ya Yesu kwa silaha katika kila vita yako. Bwana Yesu asifiwe. Damu ya Yesu inaweza kufanya mambo matatu siku ya leo. Damu ya Yesu ina mambo mengi. Amina. Jambo la kwanza, inaweza ikasababisha wokovu.
Jambo la pili, inaweza ikakupa utoaji, kupokea. Bwana Yesu asifiwe. Na damu ya Yesu inaweza ikasababisha baraka. Kutumia damu ya Yesu kama silaha katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Katika ulimwengu wa mwili, manunuzi, tunaposema manunuzi ni fidia. Yaani mtu ana kitenge, unataka kukichukua, unatakiwa umfidie. Yaani unampa kitu ili akupe kile kitenge. Sasa katika ulimwengu wa mwili, manunuzi yote yanafanyika kwa fedha au madini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba ukienda kununua, ama uwe na fedha ama uwe na madini. Ukitaka kununua shamba, ukitaka kununua gari, ukitaka kununua chakula, unafidia kwa nini? Kwa fedha au madini. Bwana Yesu asifiwe. Huu ni ulimwengu wa mwili. Kwamba kama una 10,000 kuna vitu unaweza ukanunua. Kama una 100,000 kuna vitu unaweza ukanunua. Kama una shilingi 500 kuna vitu unaweza ukanunua. Kile ulicho nacho ndicho kinachosababisha upate nini katika vile unavyovihitaji. Sasa katika ulimwengu wa roho, sasa tunajua jamani, watu tunaishi katika ulimwengu wa mwili na katika ulimwengu wa roho, si ndio sasa katika maisha yetu ya mwilini tunahitaji fedha. Na ndio maana tunaombea tupate hela. Amina. Sasa katika ulimwengu wa roho, fidia au malipo yote huwa yanafanyika kwa damu. Yaani watu ambao hawajaokoka huwa wakivuruga mizimu yao, wakikosea mizimu yao, huwa wakienda, huwa inawahukumu watoe damu. Umenielewa Ama watapeleka mbuzi, ama watapeleka kondoo, ama watapeleka ng'ombe, ama watapeleka watoto, wanatoa fidia ili kupata kile wanachokihitaji kutoka kwenye madhabahu za shetani. Umenielewa Kwa ukiwa katika ulimwengu wa roho, chochote unachotaka kununua unatumia damu. Ukiwa na ugonjwa, ukaenda kwa mganga unasema huu ugonjwa nataka unitoke, ili shetani aje kuuondoa, unamlipa damu. Umenielewa Na kila unachonunua, kila damu ina thamani yake. Yaani kila damu ina thamani. Na ndio maana ukiangalia mambo ya Walawi yanafundisha, naambia msilete mnyama kilema, kwa sababu damu yake imeisha thamani. Anajaribu kuzungumza kwamba mnyama anapokuwa na shida, damu yake imeharibika, yani haina thamani, haiwezi kununua chochote kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Mwandishi wa Wagalatia sura ya 3 mstari wa 13 hadi 15 anasema, Wagalatia sura ya 13 mstari wa 3, sura ya 3 mstari wa 13 hadi 15 anasema, Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti, ili kwamba baraka za Ibrahimu iwafikirie mataifa katika Kristo Yesu, tupate kupokea ahadi ya Roho Mtakatifu. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 13 hadi wa 15. Kitabu cha Wakolosai kimeandikwa pamoja na kitabu cha Waefeso. Habari hii unaipata pia katika kitabu cha Waefeso sura ya 2. Anasema sasa katika Wakolosai, na ninyi mlikuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutotahiriwa kwa mwili wenu. Aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yote, akiisha kuifuta ile hati iliyokuwa imeandikwa ya kutushtaki kwa hukumu yake. Ilikuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomelea msalabani, akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo, kwa ujasiri akazishangilia katika msalaba huo. Bwana Yesu asifiwe. Leo tutaangalia eneo la wokovu, na kwa dakika chache tutaenda kuomba jinsi ya kuitumia damu ya Yesu kuwa ni silaha kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika Waefeso anasema Kristo alitukomboa katika laana ya torati. Sasa bado sija experience maisha huko. Kule kwetu kuna kitu kinaitwa umuziro. Kuna kama ninyi huku mnasema ukoo. Bwana Yesu asifiwe. Huku ni mimi mke wangu na ukoo unaitwa Kisaka. Mimi kwetu najua jina la mwisho ni la babu. Sasa kwao, mimi nilivyoenda kwao nilikuwa namtafuta huyo mzee anaitwa Kisaka, yuko wapi? Nikauliza hao ashakufa. Akaniambia hakuna mtu anaitwa Kisaka, ni ukoo. Si ndio mlivyo huku? Na sijasema mnakosea. Sisi kwetu haiko hivi. Sisi kwetu ule ukoo unakuwa, kila ukoo una mila zake. Sasa kuna kitu kinaitwa mziro. Mziro ni kama nini Kiswahili? Ni kama kitu ambacho hakiruhusiwi.
Yaani huruhusiwi kukigusa. Kwa kila ukoo una vitu vyake, huruhusiwi kugusa wala kula. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukishika unaweza kama mwili unaweza ukaota kama yani mwili ukaharibika kabisa, yani unatoka kama magamba. Ni mambo ya ukoo yale. Sasa hata mimi nilipokuwa nimeokoka nikafikiri nikiyagusa sitapata madhara, nikayagusa. Yakanipata yale. Nikaona jiuliza kwa nini nimeokoka? Yaani naitwa mloko. Nikisema kuokoka, unajua kuna wokovu ambao tunajua tumeshaokoka, kumbe bado hatujafanya nini? Sasa hiyo ni elimu nyingine. Sasa nilipoyashika yale vile vitu ambavyo siruhusi kuvishika, nikapata madhara. Kwa mfano, labda hujanielewa. Yaani mamangu wao wanaokoka unaitwa abeihuzi. Yaani wao hawashiki moyo wala kula moyo. Yaani uwe moyo wa kuku au wa ng'ombe au yani kila aina ya moyo wao waruhusi. Na kila au akishika atapata madhara. Sasa hii ndio inayoitwa Torati. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuna sheria fulani. Kuna wengine wasipojengea makaburi ukai ukaolewa. Kuna wengine wasipofanya, yani kuna vitu lazima uvifanye. Kule kwetu pia kuna wakiwa ni watoto wa mapacha, labda wote ni wa kike. Mmoja akiolewa anatakiwa na mwingine waende walale pamoja kwenye kitanda na yule mume. Ndipo yule binti atazaa mtoto. Nje ya hapo hazai. Kuna kitu naelewa. Ni mambo ambayo ni ya mila, lakini yana nguvu ya kukamata maisha ya watu. Yana nguvu ya kutesa watu. Sasa Biblia inasema Kristo alitukomboa katika ile laana ya nini? Kuna kitu unaweza ukakielewa? Kwamba yale malaana, ile mifumo ambayo ukivunja kinakupata. Kristo alikuja kufanya nini? Kulipa. Yaani akatulipia kwamba ninyi si mnasema huyu mtu akila hiki chakula atapata madhara. Sasa mimi nauwalipa ili aanze kula bila kupata. Kuna kitu unanielewa? Kuna laana inasema ili mtu huyu atajirike lazima, yani mfano Afrika, ili mtu atajirike lazima atoe kafara. Ni sheria ya Afrika. Si mnasikia kila tajiri amemtoa mama yake, amemtoa baba yake, amemtoa mtoto wake, amefanya sheria ya Afrika ili ufanikiwe lazima utoe nini? Kafara. Yaani hakuna mchezo hapo. Sasa Kristo anakuja kututoa kwenye ile sheria ya kwamba hatutatoa kafara na tutafanya nini? Sijui kama naongea jambo gumu. Lakini hivi nitafundisha kama siku kadhaa ili unielewe vizuri. Kwa shetani ana namna ambavyo amekamata maisha yetu. Tulivyozaliwa kwenye familia zetu, shetani alituwahi na kutunganisha na madhabahu zake. Unajishangani mtu mzima ukiangalia hapo unachale. Hapo unachale. Zilitoka wapi? Ulipozaliwa, shetani akakuletea homa ya maana. Umetibiwa na kutibiwa hamna kitu. Wakaenda kwa kabibi kakasema nampa dawa. Kakachanja damu, kumbe ile damu kameunganisha na miungu. Kwa hiyo unavyotembea ile laana inakukamata kwamba ikiwa hujafanya hiki hutokaa uolewe, hutokaa upate kazi, hutokaa ufanikiwe. Sasa Kristo ametoa damu yake ili wewe uweze kuitumia kulipia yale madeni yako. Kuna kitu unanielewa? Mimi nimekaa Usukumani miaka 7. Watoto wa Kisukuma wakizaliwa, kakifikisha kama miezi 2 kanaanza kulia. Yaani kanalia kweli. Wasukuma simpo hapo mnaelewa. Yaani kanalia na kulia. Sasa wakipeleka kwa wazee, wanakapeleka makaburini. Anatafuta bibi, kama ni kakike bibi. Wanaenda kwa huyu, kaburi la bibi fulani. Labda alikuwa anaitwa Imakurata. Si ndio? Haya, wanakaita Imakurata, mnyamazishe mtoto. Yule mtoto anyamazi. Wanaenda kaburi lingine. Kwa unakuta wale watoto wana majina ya babu yao, bibi yao. Wale. Sijajua kama unafahamu hilo. Sasa nini wanafanya? Ile miungu inataka huyu mtoto awe mlevi. Ili awe mlevi lazima aingizwe kwenye agano. Kwa hiyo anaitwa mtoto jina la bibi yake. Lile roho lilokuwa linamtesa bibi yake. Yaani yule pepo aliyekuwa ndani ya bibi yake ndiye anageuka kuwa huyu. Unashangaa kitoto kidogo kina hasira, mpaka kitoto cha miaka 5 kinakasirika mpaka kinatetemeka hivi. Unashangaa nini tena? Kumbe kuna bibi yake ameshaishi ndani yake. Kuna babu yake ameshaishi ndani yake. Sasa damu ya Yesu inaweza kulipa ili ile miungu iachie maisha yako.
Hebu simama juu. Hivi kuna mtu umeanza kunielewa Sasa anzia hapo kuomba. Kadiri utakavyokuwa unanielewa juu ya kutumia damu ya Yesu, utakuwa unaendelea kulipa. Nimekwambia hivi, ile damu ni kama hela. Hivi kuna mtu uliwahi kuwa na hela nyumbani kwako ukaisahau? Yaani sijui nisemeje. Yaani mimi. Unaweza kukuta nina labda 10,000. Nilisahau kwenye suruali. Na kuna shida kabisa 10,000 na hangaika sipati. Alafu siku moja sina hili wala lile. Si ndio naangalia suruali yangu nakuta mbona kuna 10,000 imetoka wapi? Una kitu naelewa Sasa kuna watu tuna damu ya Yesu ila hatujawahi kununua maisha yetu. Natamani tuna muda mchache wa kuomba. Jioni uanze kuombea hili jambo. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi baada ya kugundua kwamba kuna damu ya Yesu inayoweza kwenda kwenye madhabahu za shetani kulipa maisha yangu, nikaanza kufanyia kazi. Nini kilitokea? Nikaenda kutesti tena vile vitu ambavyo sitaki kugusa. Nikashangaa nikigusa madhara yatoke. Nikagundua tayari nilishalipa, hatuhusiani na shetani tena. Hebu sema, kwa jina la Yesu ninatangaza damu ya Yesu, damu ya Yesu kwenye maisha yangu, damu ya Yesu kwenye maisha yangu. Kwa damu ya Yesu ninalipa kila deni kwenye ulimwengu wa giza, kila sababu ya shetani kunikamata, kunionea, kunitumikisha. Asubuhi ya leo nalipa kwa damu ya Yesu. Nalipa kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu inene sahihi juu ya kila utumwa, juu ya kila mateso, juu ya kila aibu, juu ya kila huzuni kwenye maisha yangu, kwa jina la Yesu. Hebu nisikilize. Mungu anamwambia Musa, anamwambia nimempiga Farao mapigo 9. Hili pigo la mwisho linaenda kufanya nini? Pigo la 10 anasema hivi. Pigo la 10 alihusiana Farao. Anasema hivi, mtakapoweka damu juu ya mimo ya milango, mimi nitakaposhuka nitaenda kufanya hukumu juu ya miungu ya Misri. Hebu sema, kila uhalali wa shetani kunishikilia, natangaza damu ya Yesu. Nanunua maisha yangu kwa damu ya Yesu. Nanunua uchumi wangu kwa damu ya Yesu. Nanunua hali yangu kwa damu ya Yesu. Nanunua nguvu zangu kwa damu ya Yesu. Hebu anza kununua maisha yako kwa damu ya Yesu. Mwambie shetani, ninalipa kila deni lililopo ambalo ndio sababu ya kukamatwa kwangu, katika jina la Yesu. Kila rana iliyo kwenye damu yako, kila rana iliyo kwenye mifupa yako, kila rana iliyo kwenye ngozi yako, katika jina la Yesu nalipa kwa damu ya Yesu. Kombolewa kutoka kwenye hiyo rana kwa jina la Yesu. Kombolewa kutoka kwenye mfumo wa ukoo kwa damu ya Yesu. Come on, pray. Kwa damu ya Yesu, kila sababu ya umasikini wako imeandikwa kwenye ukoo wenu. Mtakuwa watumwa wa watu, hamtakaa mfanye ya kwenu, mtatumikishwa hata kufa, katika jina la Yesu. Na kununua asubuhi ya leo kwa damu ya Yesu. Nanunua watoto wako kwa damu ya Yesu. Nanunua wazazi wako kwa damu ya Yesu. Nanunua ndugu zako kwa damu ya Yesu. Hiyo laana na ilipa damu ya Yesu, nayo ikuachie, isiwe na sababu ya kuwa kwako tena, kwa sababu ya ukombozi kwa damu ya Yesu. Tangaza damu ya Yesu kila eneo ambalo shetani amekushikilia. Tangaza damu ya Yesu kila eneo ambalo shetani amekamata maisha yako. Sema, kwa damu ya Yesu ninang'oa misingi ya uharibifu. Ninang'oa misingi ya uharibifu. Mabaya hayatanipata, uovu hautanipata, aibu haitanipata, huzuni haitanipata, kushindwa hakutanipata, kwa sababu nimelipiwa deni. Na hiyo damu ya Yesu Kristo ni damu ya thamani kuliko damu zote. Nami natumia hii damu kuondoa maisha yangu mikononi mwa waovu, mikononi mwa shetani, kwenye madhabahu yoyote, na iachilia hiyo damu ya Yesu. Tangaza damu ya Yesu. Nasikia kuna mtu unatakiwa utangaze damu ya Yesu. Kuna mtu umezuiliwa kuolewa. Kuna mtu umezuiliwa kujenga nyumba.
Kuna mtu umezuiliwa kuanzisha biashara. Adui anasema watu wa nyumba yako hawawezi kujenga. Watu wa nyumba yako huwa wanaishia kwenye nyumba inayokaribia kuanguka, ndipo wanafia. Tangaza asubuhi ya leo, mimi nalipa kutoka kwenye hiyo laana ya kuishia njiani, ya kumaliza vibaya. Nalipa kwa damu ya Yesu hiyo laana ambayo imeandikwa ili mtu aolewe kwenye ukoo wetu lazima aende kwenye madhabahu za mizimu na kuchanjwa chale. Mimi ninanunua kwa damu ya Yesu kutoka kwenye huo mfumo wa hiyo laana. Nunua maisha yako kwa damu ya Yesu. Nunua uzao wako kwa damu ya Yesu. Sababu ya kushindwa kwako, sababu ya mateso yako, sababu ya kuangamia kwako, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai, naitumia damu ya Yesu asubuhi ya leo kuyanunua maisha ya mwanamke na mwanaume asubuhi ya leo, na kutoa mikononi mwa shetani asubuhi ya leo, na kutoa mikononi mwa uharibifu asubuhi ya leo, na kutoa kwenye mfumo wote wa giza katika jina la Yesu. Inua sauti na uombe. Tangaza damu ya Yesu. Tangaza damu ya Yesu. Tangaza damu ya Yesu. Mimi nasema damu ya Yesu inanena mema, inanena baraka zaidi ya ile damu ya Habili. Damu ya Yesu inene. Haijalishi agano la kushindwa, agano la magonjwa, agano la mateso liliwekwa kwa damu za wanyama, liliwekwa kwa damu za watu wa kawaida. Unayo damu ya kifalme. Tangaza, hii ni damu ambayo inaweza ikanunua chochote kwenye ulimwengu wa roho. Nunua maisha ya watoto wako, nunua maisha ya wazazi wako, nunua maisha yako, nunua maisha yako sasa. Sema, na nunua maisha yangu kutoka mikononi mwa shetani. Kila uhusiano uliopo kati ya mimi na shetani na uvunja kwa damu ya Yesu. Kila kamba iliyoniunganisha na shetani ninainunua kwa damu ya Yesu, iniachie. Katika jina la Yesu. Mshangilie Bwana kwa kuona maisha yako. Kila mlango ambao hapo kwanza ulikuwa umefungwa na shetani, kwa damu ya Yesu umefunguka. Asije kuufunga tena kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Kila silaha iliyoharibiwa isije ikaundwa tena kwa damu ya Yesu. Kila uharibifu ulioondolewa juu yako hautasimama tena kwa damu ya Yesu. Ninakutangazia ubora, ushindi, amani, furaha ianze kutokea kwenye maisha yako, maana hauko kwa shetani tena. Kuwa mrithi wa ahadi za Bwana, kuwa mrithi wa utimilifu wa kazi ya msalaba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Siku ya leo ni mwanzo wako wa kufurahi katika jina la Yesu. Ni mwanzo wako wa ushuhuda katika jina la Yesu. Yale ambayo uliyatafuta miaka mingi, leo utayapata kwa jina la Yesu. Yale uliyoyatafuta miaka yote, leo yatatimia kwako kwa jina la Yesu. Mungu amekufungulia kila mlango uliouhitaji. Sasa uko wazi. Nenda ukafanikiwe katika kazi za mikono yako. Nenda ukastawi katika kila unachokianzisha. Asema Bwana Mungu wa majeshi, wewe umebarikiwa na Bwana na hautazuiliwa na yeyote. Katika jina la Yesu wewe ni mshindi. Shika sadaka yako kwa Bwana. Bwana, tunakutolea sadaka asubuhi ya leo. Ni mbegu yetu kwenye madhabahu hii. Tunatangaza kuwa wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, na tunakupenda. Kwa ajili ya hii tunakutolea sadaka ya kipekee ambayo ni kwa ajili ya Injili, katika jina la Yesu. Bwana, kila anayekutolea sadaka, hebu mkubali asubuhi ya leo na awe na sababu